Ninawatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Asante sana kwa mashabiki zangu ambao mmeweza kushirikiana nami mwaka huu. Mmekuwa watu wa maana kwangu. Hii ndiyo nyumba yetu, mahala ambapo tunasemezana mambo ya kikweli. Cha msingi, kama upo na rafiki mwenye hajaweza kujiunga na hichi kituo, hakikisha kwamba unamsambazia linki ya hii video aweze kujiunga kwenye kituo chetu, ili asija kapitwa na taarifa zetu ambazo huwa tumezifanyia uhakiki na utafiti. Karibu sana. Ndani ya hii serikali ya Samia Suluhu Hassan kuna mgawanyiko ambao umejitokeza. Na hii serikali imeweza kuwaogopa wananchi. Kitu ambacho mimi ninakifurahia ni kwamba ujumbe wa wananchi Tanzania umefika kwa hii serikali. Serikali ambayo ni batili. Serikali ambayo ni batili imejua kwamba wananchi wanataka Tanganyika iweze kujiondoa kwenye serikali ya muungano na Zanzibari. Kipindi ambapo serikali imekwisha gundua kwamba Watanzania wengi aswa Watanganyika wanaunga mkono kuvunjika kwa muungano, sasa wanafanya kila juhudi ili kuweza kuziba mahala ambapo pameweza kufuja. Ukiona mpaka afisi ya serikali kuu ikizungumzia sijui serikali ya muungano ni nzuri kuliko Tanganyika ambayo wananchi wanaitetea, jua kwamba pale ndani sio kuzuri. Wameona kwamba palipo na moshi hapakosi moto. Wananchi wengi, viongozi wengi wamekuwa wakisema kwamba wanataka Tanganyika huru. Hata maandamano ambayo yaliweza ama yanaendelea Tanzania, Watanzania wanasema kwamba wanataka Tanganyika huru iweze kujiondoa kwa serikali ya muungano, ijisimamie. Lakini serikali inajaribu kuhamasisha Watanzania kwamba serikali ya muungano ni nzuri kuliko Tanganyika huru. Lakini wananchi wameziba masikio. Sasa afisi ya makamu wa rais Tanzania ambayo inaongozwa naye Emmanuel John Nchimbi wameweza kuzungumzia kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kuhusu tamanio la asilimia kubwa ya Watanzania kwamba serikali ya muungano iweze kugawanyika na pawepo na Tanganyika huru, jinsi ambavyo Zanzibari inajisimamia, ipo na rais wake, iko na makamu wake wa rais, na Watanganyika na wao wanataka rais wao, makamu wa rais na mengine. Sasa sitaki watu waweza kusema kwamba Bwana Ezra ninapika taarifa zangu. Hapana. Ninajua nimechelewa sana kueleza taarifa hizi kwa sababu ya shughuli ambazo zilikuwa zimenikaba. Jinsi ambavyo unaona hapo, huu ni ukurasa rasmi wa afisi ya makamu wa rais Tanzania ambayo inaongozwa na Emmanuel John Nchimbi, Mtanganyika halisi. Na ukiweza kuangalia hapo, machapisho ni mawili ambayo yameweza kuwekwa, na chapisho hili liliweza kutolewa mwendo wa saa 9:30 jioni tarehe 21 Disemba mwaka 2025. Chapisho la kwanza
likasema kwamba muungano ni nguvu. Yaani wanasema hivi, eti serikali ya muungano ni nguvu kuliko utengano, eti kwamba pawepo na Tanganyika na Zanzibari. Alafu ndani wakaeleza kwamba eti muungano umetufanya kuwa taifa lenye sauti moja na nguvu kubwa kimataifa. Eti serikali ya muungano imefanya Tanzania kuwa na sauti moja kimataifa. Mnakubaliana na hilo? Ya pili wakasema kwamba muungano umetufanya kuwa na taifa lenye sauti moja na nguvu kubwa kimataifa. Bado wamerudia hilo. Je, unakubaliana na haya ambayo Nchimbi anazungumza? Eti kwamba serikali ya muungano, yani inamaanisha Tanganyika na Zanzibari, imefanya kukuwa na sauti moja kimataifa. Mimi ninapingana naye. Mimi ninapingana na Emmanuel Nchimbi kwa hili ambalo ameweza kulisema, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania wanataka Tanganyika huru, na kila mtu kipindi ambapo anataka Tanganyika huru kuna sababu nyuma yake. Mtu aweze akawa wazimu aanze kusema kwamba tunataka Tanganyika huru. Hapana, kuna sababu. Na katika kanda hii ninaomba niweze kukueleza sababu ambazo zinafanya Watanzania kuweza kutaka Tanganyika huru. Mimi ni Bwana Ezra. Hakikisha kwamba unasambaza kanda hii kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili tuendelee kukaa familia kubwa. Ukisambaza linki ya video utakuwa umepiga kituo hichi jeki sana. Na wewe ni muungwana na utakuwa umejiunga na familia ambayo inatakia mema kituo hichi. Unaweza ukawawa Krismasi na sisi kama uko nayo. Unaweza ukawawa Krismasi na sisi kama uko nayo. Sasa mpenzi mtazamaji, ninataka ni moja kwa moja nikueleze sababu ambayo inafanya Watanganyika wanataka kujiondoa ndani ya serikali ya muungano. Nambari moja, Watanganyika wanahitaji mabadiliko ya katiba. Mabadiliko ya katiba ya muungano. Sasa kitu ambacho kinawafanya wanataka mabadiliko ya katiba ya muungano, nimeona ndugu zangu wakilalamika sana. Ndugu zangu wa Tanganyika wanasema hivi, Bwana Ezra, kwa nini Mtanganyika haruhusiwi kumiliki ardhi katika visiwa vya Zanzibari wakati Mzanzibari anamiliki ardhi Tanganyika na kujenga? Swali zuri hilo. Swali zuri hilo. Kwa nini Mtanganyika haruhusiwi kukuwa na ardhi Zanzibari kipindi ambapo Mzanzibari anaweza akamiliki shamba na kujenga bara? Kwa hivyo wanataka usawa, yani katiba ambayo ipo na usawa. Katiba ambayo inasema kwamba kama wewe ni Mtanganyika upo huru kumiliki shamba Zanzibari, jinsi ambavyo Mzanzibari anaweza kumiliki shamba Tanganyika. Yes, tunataka usawa. Kwa nini Mzanzibari anaruhusiwa kuwa kiongozi Tanganyika wakati Mtanganyika hawezi kupewa uongozi Zanzibari? Swali zuri hilo. Swali zuri. Huyu Mtanzania mwenye ameniuliza swali zuri, Bwana Ezra. Kwa nini Mtanganyika hawezi akaruhusiwa kuwa kiongozi Zanzibari? Hebu niambie Mtanganyika mwenye amekuwa kiongozi Zanzibari. Niambie, nikupige makofi. Nobody, hakuna. Lakini Mzanzibari anaweza kawa kiongozi Tanganyika. Akina Samia Suluhu hawa wauaji, wao ni viongozi Tanganyika. Lakini kipindi ambapo Wazanzibari wao wanajiongoza wao wenyewe, akina Hassan Ali Mwinyi, hasa wananchi wanasema kwamba hakuna usawa hapa. Watanganyika na sisi tunataka kujiongoza jinsi ambavyo Wazanzibari wanajiongoza kwenye visiwa vyao. Wako na rais, wako na makamu wao. Namba 2,
Muundo wa muungano unaonekana kutompa Mtanganyika mamlaka yake kamili. Unaona, yani huu muundo, naomba tuchore hii taswira ya Tanzania. Naomba tuchore taswira ya Tanzania kwenye akili zetu. Huu muundo wa serikali ya muungano Tanzania unaonekana haumpei Mtanganyika mamlaka yake kamili. Anahisi kwamba anaonewa, ili hali Mzanzibari yeye yuko na mamlaka yake. Mfano, Tanganyika haina serikali yake kamili kama Zanzibari. Nimekueleza Zanzibar wako na rais na wako na makamu wa rais. Masuala mengi ya Tanganyika hushughulikiwa na serikali ya muungano, jambo linalofanya wengi wahisi Tanganyika imefutwa kiserikali. Kama barabara zinataka kuundwa Tanganyika, unakuta kwamba hayo masuala yanashughulikiwa kwenye serikali ya muungano. Lakini sasa unapata Mtanganyika anaonewa. Lakini ikifika kwenye masuala ya maendeleo, Mzanzibari anaunganishwa na kupewa mgao wa Mtanganyika. Hapo nayo tunakataa. Tunakataa kabisa. Tunataka Tanganyika huru. Tunataka Tanganyika huru. Ndio jinsi ambavyo kuna Zanzibari huru. Yani sisi wa Tanganyika hatuna uhuru wa kuzungumzia mali yetu, wa kuzungumzia maendeleo yetu, jinsi ambavyo Wazanzibari wanazungumzia maendeleo yao. Nambari 3 ambayo inafanya Watanzania wanataka Tanganyika huru, wanataka kujiondoa ndani ya serikali ya muungano, licha kwamba John Njimbi Emmanuel ameweza kutetea na kusema kwamba serikali ya muungano ni nzuri. Ni kwa sababu amepewa pressure na Samia aweza kutangaza ili aonekane kwamba haungi mkono mgawanyiko. Nambari 3 ni kwa sababu ya ukosefu wa usawa wa kikatiba. Ukosefu wa usawa wa kikatiba ndio unafanya Watanganyika wanataka kusalia na taifa lao la Tanganyika, jinsi ambavyo Wazanzibari wanaishi na taifa lao. Mfano, Zanzibari ina serikali ya mapinduzi, rais wake na baraza lake la wawakilishi, wakati Tanganyika haina vyombo hivyo. Ili huibua hoja kuwa muungano hauko sawa pande zote. Ukosefu usawa. Yani venye tumeketi hivi, Samia na Zanzibari yao wako na rais, wako na serikali yao, alafu sisi wa Tanganyika hatuna. Unaona usawa hapo kweli? Na sisi tunataka usawa. Tunataka usawa. Pasije pakatokea mtu aseme tusiwe sijui na chochea nini. Kama kutaka Tanganyika huru ni kuchochea, basi wacha ikae. Wacha ikae kuchochea. Kama kutaka Tanganyika huru ni kuchochea, basi nipo tayari kuitwa mchochezi, ila tupate Tanganyika huru. Nambari 3. Masuala ya muungano kuongezeka kimya kimya. Wapo wanaodai kwamba mambo ya muungano yameongezwa zaidi ya yale ya awali bila ridhaa ya wananchi, hivyo kupunguza mamlaka ya Tanganyika. Unajua, wananchi wengi wanasema hivi, kuna makubaliano ambayo viongozi wetu akina Nyerere ambao walikuja pamoja na kuunda serikali ya muungano walikuwa wameyaweka chini ambayo yatatimizwa. Lakini hawa viongozi ambao wamekuja wapya, kuna mengi ambayo wameweza kuyaleta ambayo hayana ridhaa ya wananchi, ambayo wananchi hawajaweza kuzungumziwa, wananchi hawajaweza kuulizwa, wananchi hawajakuwa consulted kabla ya hayo kuweza kufanyika. Sasa
wananchi wanahisi kwamba masuala ya muungano yanaongezeka kimya kimya bila wananchi kuulizwa. Sababu nyingine ambayo hii serikali Samia Suluhu na vibaraka wake hawajui, ambayo inafanya wananchi wanataka Tanganyika huru, ni kwa sababu malalamiko ya kiuchumi na rasilimali. Baadhi ya Watanganyika wanaamini rasilimali zao na mapato yanatumiwa bila uwiano wa haki, au maamuzi kufanywa bila maslahi ya Tanganyika kupewa uzito unaostahili. Ndio, angalia matozo yetu, kodi yetu inakusanywa kutoka Tanganyika, inapelekwa Zanzibar kwenda kufanya maendeleo pale, ili hali kipindi ambapo kodi ya Zanzibari haiwezi ikatoka pale iletwe Tanganyika ikuje kuleta maendeleo pale. Hasa haya masuala ya kiuchumi na rasilimali ndio yanafanya wananchi kutaka Tanganyika huru. Ndio, mali ya Tanganyika yatumiwe kuleta maendeleo Tanganyika. Nanielewa? Na mali ya Zanzibari yaweze kutumiwa kuleta mali Zanzibari, yani kuleta maendeleo Zanzibari. Isije kawa kwamba sisi Watanganyika tunaumizwa, kodi zetu zinaelekea Zanzibari. Haiwezekani. Haiwezekani. Sababu nyingine ambayo inafanya wananchi wanataka Tanganyika huru ni kwa sababu ya hoja ya serikali tatu. Wananchi wanataka pawepo na serikali tatu. Pawepo na serikali ya Tanganyika, pawepo na serikali ya Zanzibari, na pawepo na serikali ya muungano, ili kuleta usawa na uwazi. Zanzibari wakaiamulia yao, Tanganyika tukajiamulia yetu, alafu pawepo na serikali ya upamoja ya muungano. Na mwisho kuna historia na utambulisho wa Tanganyika. Historia haiwezi kafutika. Kitambo tulikuwepo na Tanganyika, mbona tuweze kufuta Tanganyika? Tukiendelea kunyamaza, Tanganyika itafutwa kutoka kwa historia. Haya mambo ambayo akina Emmanuel Nchimbi wanatuambia, lazima tuwepo na serikali ya Tanganyika. Wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, nawatakia sikukuu njema na shamra ya Krismasi. Kipindi ambapo unasherehekea, jichunge, ninakuomba uwe salama. Tupatane kwa kanda ijayo.